Ni kwamba mechi ya kesho ni mechi muhimu sana kwetu sisi kutokana na position tuliyokuwa nayo, na naamini kabisa hata wapinzani wetu mechi nayo pia ni muhimu kutokana na position yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo naamini kabisa ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani, lakini kwa kuelewa hivyo na kufahamu, basi maandalizi yote ya kucheza timu ya kiushindani, timu nzuri yamekamilika. Shukrani sana kocha, mnacheza na timu nzuri ambayo iko nafasi ya kwanza, wao wanapigania ubingwa na nyie pia mko kwenye nafasi ambayo mnapigana msogeo juu zaidi. Yes. Unaamini kimbinu mchezo utakuwa namna gani? Nafikiri nimeshatamka hapo awali kwamba haitakuwa mechi rahisi, itakuwa ni mechi yenye ushindani. Unacheza na timu ambayo ni defending champion, timu yenye wachezaji wazuri, yenye ubora, timu inayoongoza ligi. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ni mechi ngumu kiasi gani. Lakini kubwa ambalo litasukuma mechi hiyo kuwa na ushindani zaidi ni yale mahitaji ya timu zote mbili. Sisi tunahitaji alama tutoke tuliko, na wao nafikiri nao watahitaji hizo alama ili waweze kukaa huko vizuri huko waliko. Kwa hiyo naamini kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Tumejiandaa kushindana. Mwisho yote inshallah kupata matokeo yaliokuwa mazuri. Nakaribisha maswali. Coach, unaenda kucheza na Yanga. Swali la mwisho. Coach, mchezo wa mwisho mlitoa sare pale nyumbani. Ndiyo. Mbeya City. Ndiyo. Naenda kukutana na Yanga Africans ambao wanajua ladha ya ubingwa. Ndiyo. Na ukiangalia msimamo ulivyo pale juu, akili yao, imani yangu inanituma hivyo kwamba wakipoteza alama ni kwamba wanawezekana pia hata ubingwa ule ukawa unapotea. Ndiyo. Kwa upande wako wachezaji mwajenga vipi kisaikolojia kwa maana ya kuhakikisha hawaingii na pressure katika mchezo huu? Kama nilivyosema awali kwamba tunaelewa, tunafahamu na tunatambua tunacheza na timu aina gani. Kwa hiyo hayo ni ambayo tumeyafanyia kazi kwa kiasi kikubwa. Kikubwa ni kwamba hata kwenye kanuni za fair play unatakiwa mrespect mpinzani wako. Kwa hiyo tunaheshimu Yanga kama wapinzani wetu kwa mujibu wa kanuni. Wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri, wanachezea kwao. Lakini sisi tumekuja kutoka na Mungu kuja kushindana na wao. Tunaelewa uzuri wao, tunafahamu ubora wao. Lakini kwa kuwa ni mechi ambayo ni lazima sisi tutafute alama, tumejiandaa vizuri kupambana. Tegemea kesho mabadiliko ya kimbinu hata uchezaji ili kuhakikisha unapata walau alama 3, na kama sio alama 3 basi hata alama 1. Ni kweli kama nilivyosema awali kwamba tunacheza na timu ya aina gani. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na timu kama hiyo nimeshasema. Kubwa labda nikuombee tu Mungu akujalie uhai na uzima, nawe uamke kesho uje uone mwenyewe. Kwa sababu wewe si mwandishi pia. Basi Mungu akujalie basi uje kuona. Kikubwa ni kwamba tumejiandaa kwenda kucheza na timu nzuri. Kwa hiyo hilo ndilo kubwa naweza kukuambia. Hayo mengine subiri filimbi ya mwisho ya mchezo, basi tutaulizana tena. Swali lingine? Na mchezaji wangu mmoja alipata majeraha. Unajua tunacheza mechi mfululizo Nacheza na unasafiri. Kwa ungekuwa unacheza afu unakoa nyumbani kidogo inakuwa ina hueni. Lakini unacheza alafu lazima usafiri. Mchezaji mmoja alipata matatizo mechi iliyopita, naye tunaendelea naye. Sasa sijajua paka uzima wake. Sasa hivi uzima wake kama 70% hivi. Lakini siwezi kusema kwamba naweza nikampa nafasi kubwa. Lakini kumandala na train basi madaktari ndio watatuambia anaweza au hawezi. Lakini wengine wote wako vizuri. Wale ambao wako tayari. Ukiacha wale majeruhi ambao wana muda mrefu kidogo. Lakini kwa wale ambao wanacheza, mtu ambaye alipata majeraha kidogo ni mchezaji wangu anaitwa Mgunya. Lakini the rest wote wako vizuri. Kikubwa ni kuwaombea tu kwa Mwenyezi Mungu inshallah walale salama, waamke salama. Basi nao wakatimiza wajibu wao na timu iliyokuwa nzuri. Kocha, zungumza sasa na mashabiki wa Namungo. Okay. Kwanza tunashukuru sana kwa supporters yao ambao wanatupa, pamoja na kwamba na hali ya kuyumba ni kama vitu kwa baharini, lakini hawajatuacha hata siku moja. Ni wapenzi ambao mimi ndio mshabiki, wale ni shabiki wangu. Mimi ndio mshabiki wao mkubwa wa wachezaji wangu wa 12. Kwa hiyo naamini kabisa wapo wana wangu hapa Dar es Salaam, naamini kabisa watakuja kesho kuja kuishangilia timu yao. Na wale ambao wakupata nafasi ya kuja huku wako nyumbani, basi naamini kabisa nyoyo zao na sala zao na maombi yao watakuwa pamoja.
tuko pamoja siku zote. Ndege wafananao ndio wanaruka pamoja. Shukrani sana mwalimu. Naam, huyo alikuwa ni kocha Juma Mgunda ambaye amezungumza kwa niaba ya Bwana Yesu asifiwe. Bwana, kwa niaba ya wachezaji wenzangu nipende kushukuru Mwenyezi Mungu sana. Tunapoelekea katika mchezo wetu wa kesho, tumesafiri kutoka Ruangwa tumekuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Kwa upande wetu sisi wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Nikiri pia mchezo utakuwa mgumu sana kulingana na mahitaji ya kila timu, lakini kwa upande wetu sisi wachezaji kwa kweli kulingana na msimamo na namna ambapo tulipo tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo sisi tumeandaliwa vizuri, na niseme tu kwamba mechi itakuwa nzuri yenye ushindani mkubwa, na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie yale ambayo tumeelekezwa na walimu wetu, basi tukayafanyie kazi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Shukrani sana Jacob. Nyie kama wachezaji sasa, kulingana na ulivyosema kwamba mwalimu amewaelekeza, nyie kama wachezaji mmejiandaa vipi ama mmeongea nini wenyewe kama wachezaji? Ni jambo ambalo naweza kusema kwamba sisi wachezaji tunafahamu namna ambavyo tulipo katika msimamo. Ni mambo ya kukumbushana kuhakikisha kwamba tunatoka hapo tulipo na kusogea mbele zaidi. Na pia umuhimu wa mechi ya kesho, ni mechi kubwa ambayo inatazamwa na karibia asilimia kubwa ya Watanzania. Hiyo pia kwetu ni motivation kubwa kuhakikisha kwamba tunaingia vizuri sisi binafsi, ukiacha yale maelekezo ya walimu wetu na benchi la ufundi kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tuna perform vizuri katika yale maelekezo na katika mchezo wa kesho, lakini kubwa ni kuipigania na Mungu kupata matokeo ya ushindi katika mchezo wa kesho. Shukrani sana. Karibisha maswali kwa mchezaji. Kimya pia mjibu. Jacob, zungumza sasa na mashabiki wa Namungo ukiwalika uwanjani. Kwanza watuombee dua kwa kuendelea katika mchezo wetu wa kesho. Mwenyezi Mungu atulinde katika usiku huu wa leo na kuamka salama ili tuweze kutimiza yale ambayo tunapaswa kuyatimiza, lakini pia ni washukuru kwa kuendelea kutusapoti pamoja na namna ambavyo tunapitia. Wao wamekuwa pamoja na sisi. Kikubwa tu waendelee kutuombea dua, waendelee kutusapoti kuhakikisha kwamba timu yetu inakaa katika nafasi nzuri. Shukrani sana. Asante.